Kimani Ichung'wah na Cecily Mbarire wamekataa kutumia chama cha UDA katika uchaguzi wa mwaka 2027 kutetea viti vyao ambavyo wanashikilia sasa hivi. Karibu wapenzi watazamaji, niweze kuwachanganulia orodha ya viongozi ambao ni kutoka Mlima Kenya ambao wamekataa kuja kutumia chama cha UDA kuwania viti mbalimbali kutoka eneo lile. Mimi ni Bwana Ezra. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu uweze kupiga subscription kwenye hichi kituo. Like video, ninakuomba ulike video alafu uweze kusambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi viwili vitatu. Ukifanya hivyo utakuwa umeweza kujikatia tiketi ya moja kwa moja kuendelea kupokea taarifa zetu. Ninaelezwa kwamba kipindi ambapo chama cha William Ruto cha UDA kinapojiandaa kwa minajili ya uchaguzi wa mwaka 2027 wameweza kuwasajili wagombea ama wagombeaji wapya 12,000. Na kitu ambacho kimeweza kushangaza wengi ni kwamba katika hichi chama cha UDA wagombeaji mashuhuri kutoka eneo la Mlima Kenya hawajaweza kutuma maombi kwamba watakuja kutetea viti vyao kupitia kwa chama cha UDA au watakuja kugombea viti tofauti wakitumia chama cha William Ruto, chama cha UDA. Kutoka kwa orodha ambayo imeweza kutolewa, mpenzi mtazamaji, baada ya Rais William Ruto kupatana na wawaniaji mbalimbali wa viti katika taifa letu la Kenya kupitia kwa chama cha UDA, mwenyekiti wa chama cha UDA Cecily Mbarire, jina lake limeweza kukosekana kwenye orodha ya wale ambao wameweza kutumia ama wameweza kutuma nyaraka na maombi ili kuweza kugombea kiti cha ugavana katika kaunti ya Embu. Tunaelewa kwamba lazima kura za mchujo ziweze kufanyika ili kupata yule ambaye atakayepeperusha bendera ya chama hicho. Lakini tunaelezwa kwamba Cecily Mbarire ambaye ni gavana kwa mara ya kwanza katika kaunti ya Embu hajaweza kujiandikisha kutetea kiti hicho chake cha ugavana kupitia kwa chama cha UDA. Kitu ambacho kimeweza kuibua hisia kwamba huenda baadhi ya viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya wanapanga kuja kugombea au kutetea viti vyao kupitia kwa chama kingine isipokuwa chama cha William Ruto cha UDA. Kiongozi mwingine mwenye ni mashuhuri lakini hajaweza kujiandikisha kwenye orodha ya viongozi ambao watakuja kugombea na kutetea viti vyao kupitia kwa chama cha UDA ni mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah. Kimani Ichung'wah tunaelewa kwamba ataweza kutetea chama ama atakuja kutetea cheo chake cha ubunge, lakini katika majina ambayo yaliweza kuwasilishwa ama katika majina ya wale ambao waliweza kujiandikisha mapema kuingia kwenye kura za mchujo, Ichung'wah hajaweza kutuma maombi kuweza kuulizia ubunge au kiti chochote, kitu ambacho kimeweza kuleta hisia mseto kwamba huenda Ichung'wah ameweza kusoma ground, amekuta kwamba ground ni mambo mengine tofauti. Mbunge wa tatu kutoka eneo la Mlima Kenya mwenye hajaweza kujiandikisha
kuja kutumia chama cha William Ruto cha UDA katika uchaguzi ujao kugombea viti mbalimbali ni Ndindi Nyoro, mbunge wa Kiharu. Bwana Nyoro hajaweza kujiandikisha kwenye hichi chama, hajaweza kutuma maombi kwamba atakuja kugombea kiti cha ugavana, kiti cha uraisi, kiti cha ubunge kupitia kwa UDA. Ishara kwamba viongozi wengi kutoka eneo la Mlima Kenya wapo tayari kuondoka kwa chama cha William Ruto, na sote tunaelewa jinsi ambavyo Ndindi Nyoro anachapa kazi katika eneo bunge lake la Kiharu. Kimani Wamatangi, gavana wa kaunti ya Kiambu, hajaweza kujiandikisha kuja kutetea kiti chake cha ugavana kupitia kwa chama cha UDA. Tunaelewa kwamba Kimani Wamatangi aliweza kumbwaga ama aliweza kuwabwaga viongozi wengi sana katika uchaguzi uliopita wa Kiambu kama vile Moses Kuria, William Kabogo pamoja na viongozi wengine. Sasa tunaelezwa kwamba Kimani Wamatangi, haswa baada ya serikali kuweza kuvamia mali yake Nairobi karibu na railway, wakaweza kuharibu, hayupo tayari kuweza kujiandikisha kutumia chama cha UDA kugombea kiti. Mwingine mpenzi mtazamaji, ninaelezwa ni Irungu Kang'ata, gavana wa kaunti ya Murang'a, naye hajaweza kujiandikisha kugombea kiti cha ugavana au kutetea kiti chake cha ugavana kupitia kwa chama hicho cha UDA. Mwingine ni Tabitha Karanja, seneta wa kaunti ya Nakuru, naye hajaweza kujiandikisha au jina lake halikuandikwa kwenye orodha ambayo iliweza kutolewa kwamba wale ndio watakuwa wagombeaji wa viti mbalimbali. Kwa hivyo katika hii kanda, mpenzi mtazamaji, ninaomba nikuchanganulie. Ninajua orodha ni kubwa na ni refu ya wale ambao hawakuweza kutuma maombi, lakini haya majina ambayo nimeweza kukutajia hapo ndio nataka tuweze kuyatumia kuchanganua mbona imefika kiwango ambapo viongozi hawataki chama cha UDA. Ninakuomba uweze kupiga subscription, bonyeza kengele, alafu like video. Ukiangalia aswa eneo la Mlima Kenya, chama cha UDA chake William Ruto kimeweza kupoteza umaarufu. Kwa hivyo DCP na Jubilee wameamua kuteka anga. Huenda ikawa kwamba ni vigumu kwake mgombeaji yeyote, iwe Cecily Mbarire, iwe Kimani Ichung'wah, iwe Ndindi Nyoro, iwe Kimani Wamatangi, iwe Irungu Kang'ata au Tabitha Karanja kuweza kugombea kiti chochote wakitumia chama cha UDA. Vile inaonekana kwamba viongozi hao wameweza kuona kwamba wakionekana na William Ruto wataitwa project. Wameamua kuhama. Sijui wazo lako ni lipi, lakini jinsi ambavyo ishara zipo, huenda viongozi kama hawa ambao nimeweza kukutajia, Cecily Mbarire, Kimani Ichung'wah, Ndindi Nyoro, Kimani Wamatangi, Irungu Kang'ata na Tabitha Karanja kuweza kuunda vyama vyao. Huenda wakaunda vyama vyao ambavyo vitawawezesha kugombea viti mbalimbali ambavyo wanavitaka katika uchaguzi wa mwaka 2027 mwaka kesho. Lakini unajua kitu ambacho Mlima Kenya inanifurahisha, wakigundua kwamba wewe ni project hawawezi wakakukubali. Wazo lako ni lipi?